Taifa la Mungu, siku hizi za karibuni sisi wana Dodoma na kanisa kwa ujumla tumeshuhudia mapenzi ya Mungu. Ni siku chache tu zilizopita tumewasindikiza kwa pamoja katika kanisa hili masista wawili wa shirika la Mtakatifu Jema Galgani, na leo tunamsindikiza tena kwa namna ya pekee baba yetu Bernardini Mfumbusa katika kanisa hili, tukiwa mmesa heshima kubwa ya kumsindikiza katika jimbo lake, ambapo atapokea heshima kubwa ya maziko matakatifu. Haya yote ni mapenzi ya Mungu. Na katika matukio haya siku za karibuni nimejaribu kukutana na watu wakiwa wanaomboleza, na katika sentensi mojawapo niliyoisikia ni hii: mapenzi ya Mungu yasikie kwa mwingine, yakikukaribia ni mazito. Lakini ndio hilo ambalo sisi huwa tunasali katika sala ya Baba Yetu. Tena sisi kila siku tulio wengi, mapenzi yako yatimizwe. Tabu inakuja pale ambapo sasa hayo mapenzi yanatimizwa. Nafikiri ndio maana huyu muombolezaji alisema hayo mapenzi ya Mungu yasikie kwa mwingine. Katika hiyo sisi watu kama wenye imani tunapaswa kuyapokea mapenzi ya Mungu kwa imani vile vile. Yeye aliyetupatia ndiye aliyechukua. Kwa hiyo mwishoni lazima tuseme mapenzi yako yatimizwe. Tumechagua masomo na hasa somo la Injili ambalo linatupeleka Getsemani. Tulio wengi tunaelewa, tunaosoma Biblia, Getsemani ni nini kilitokea. Ni wakati ule ambapo Bwana yetu Yesu Kristo baada ya mlo ule pamoja na wafuasi wake aliiona picha halisi ya mateso, mahangaiko na yote yatakayomtokea yeye, na kaona kuwa hana namna yoyote au jinsi yoyote ya kufanya isipokuwa kwenda kusali. Aliwachukua wale ambao walikula pamoja naye, lakini alipofika sehemu fulani kundi kubwa liliacha, akachukua kundi dogo aliowaamini kuwa watakuwa pamoja naye katika hicho anachotaka, yani kumwomba Mungu ili kikombe hicho wasikinywe. Lile kundi likakubali, likaenda, lakini kile walichoambiwa wakeshe pamoja naye, wao walikesha kwa kulala, si kwa kusali. Karudia mara 2 mpaka mara 3 wanalala. Tunaalikwa katika maisha yetu tuwe watu wa kukesha katika sala. Tunatumia muda mwingi kufanya mambo mengi ambayo mengine hayana uhusiano wa karibu na maisha yetu ya kiroho. Tujipe nafasi pia ya kufanya mambo ambayo yanaunganika na maisha yetu ya kiroho. Sababu hiyo, kutokana na Injili hiyo, nilipenda tutafakari kwa pamoja jinsi ya fumbo hili la mateso katika imani yetu kama Wakristo, imani yetu kwa Mungu aliyetuumba bila sisi kuwepo, kwa mastahili na kwa mapenzi yake.
Fumbo la mateso katika imani ya Kikristo ni tafakari inayohusu mateso, kifo, ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Nasema hili kwa sababu kwa wachache sana waliobahatika, wachache kati yetu waliobahatika kukutana naye Bernardini Mfumbusa siku za mwisho kabisa, watathibitisha wazi kuwa alikionja hiki kikombe cha mateso. Hata kama mtu ulimkuta katika hali ambayo hawezi kusema, lakini basi hali yake ilionyesha wazi kuwa anapita katika wakati mgumu na kikombe hicho anakinywa. Hili ndicho kikombe ambacho kinatupeleka katika ukamilifu wa maisha yetu. Fumbo la mateso linatufundisha kuwa mateso si mwisho, bali ni ushirika wa sadaka ya Kristo inayotutakasa na kutuletea wokovu na kuleta utukufu. Mateso yanaeleweka kama ni kielelezo cha upendo wa kimungu na ushindi dhidi ya dhambi. Mateso ya Kristo ni kilele cha ufunuo wa upendo na huruma yake Mungu kwetu sisi wanadamu. Ndio maana alipanda katika mlima ule na akasali na akaomba kwa kikombe asikinywe, lakini si kwa mapenzi yake, lakini Baba, mapenzi yake yatimizwe. Sababu hiyo sisi waamini, fumbo hili la mateso, tunaitwa kushiriki katika mateso ya Kristo kwa kuvumilia majaribu, mahangaiko, usumbufu na adha mbalimbali tunazozipitia kwa imani. Mateso kama mateso yasiyo na faida yoyote hayana fadhila, hayana nguvu ya kumwokoa mwanadamu, lakini yale ambayo yanaunganika na Kristo, ambayo yanakuwa ni tunda kubwa la imani yetu katika safari ya wokovu na utakatifu wetu. Fumbo hili la mateso, ambapo walio wengi wanalipitia katika maisha ya kawaida au katika hali ya ugonjwa na kadhalika, ni fumbo ambalo hatuwezi kulikwepa kama wanadamu. Mateso yanatuunganisha sisi wanadamu kushiriki sehemu ndogo sana ya mateso ya Kristo, ambayo alikuja aliteseka ili sisi sote tuweze kupata uzima wa milele. Kwa sababu hiyo, Kristo alikwisha kutukomboa sisi sote kwa mateso yake, lakini kila mmoja wetu anapaswa kuchangia kitu fulani katika mateso hayo ili kufikia uzima wa milele. Kwa hiyo tunapokumbana na mahangaiko na mateso mbalimbali katika maisha yetu, tusirudi nyuma, tusikate tamaa, tusife moyo, tusimwache Mungu wetu, lakini tuendelee kuwa naye kwa karibu na tuendelee kumwomba tujalie nguvu na uvumilivu katika mateso hayo. Nguvu na uvumilivu tunayapata kwa Kristo. Ndio maana aliwaalika wale wachache wasali pamoja naye, wakeshe walau hata kwa saa moja. Aliwaambia, mmeshindwa kukesha nami hata kwa saa moja tu. Kwa hiyo aliwaalika wakeshe pamoja naye. Kwa sisi pia tuunganishe hayo yote ambayo tunakutana nayo kama mateso na sala,
na mikesha ya kiimani itakayotupatia tija na labda ufumbuzi wa mahangaiko yetu katika maisha tunayoyapitia. Leo tunamsindikiza baba yetu Mfumbusa. Lakini Mfumbusa ni mrefu mno kumwelezea. Mambo yake katika kipindi hiki cha miaka 64 aliyoishi tukayamaliza, na inawezekana wengi wetu hatukumuelewa katika kipindi chote cha maisha haya. Lakini Mfumbusa kwanza ni Mkristo aliyeutambua na kuupokea Ukristo vizuri katika maisha yake, akauelewa na akautafsiri vizuri Ukristo ule katika kila alilolifanya na kulitenda. Mfumbusa wengi tunatambua wazi kuwa amefanya kazi nyingi ndani ya kanisa na nje ya kanisa. Amekuwa ni kiunganishi kati ya imani na jamii kwa ujumla. Kama mwalimu amekuwa mwaminifu katika ualimu wake, akiendelea kufundisha vizuri sehemu mbalimbali alizopitia, na ualimu huo haukukoma tu alipopewa uaskofu. Lakini alipopewa uaskofu aliendelea kufundisha zaidi katika jimbo na kwa kanisa zima. Tunatambua nafasi zake mbalimbali alizozipokea za kitaifa na kimataifa, ambazo zilipambanua karama yake, uwezo wake mkubwa